Leo ni siku ya Jumatatu. Kanisa linafanya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Karibu katika tafakari ya siku. Injili inayotuongoza siku hii ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi ya 19. Ndugu wapendwa, leo kanisa linaadhimisha sherehe kubwa ya watakatifu Petro na Paulo mitume, nguzo mbili ambazo Kristo alizitumia kulijenga kanisa lake. Tunapoangalia kwa karibu, tunagundua jambo la kushangaza. Mungu hakulijenga kanisa lake kupitia watu wakamilifu, bali kupitia watu waliokuwa tayari kubadilishwa na neema ya Kristo. Petro alikuwa mwenye upendo mkubwa kwa Yesu, lakini pia alikuwa ni dhaifu. Aliahidi kuwa hatamwacha Yesu, lakini ulipofika wakati wa majaribu, alimkana mara 3. Aliteleza, akaanguka na akalia kwa uchungu, lakini hakukata tamaa. Alikubali kosa lake, akatubu na akamruhusu Kristo amrudishe. Ndiyo maana Yesu alimkabidhi funguo za ufalme na kumfanya mwamba wa kanisa. Paulo alikuwa mbali zaidi. Aliwatesa Wakristo na alidhani anamtumikia Mungu kwa kufanya hivyo. Lakini alipokutana na Kristo njiani kuelekea Damasco, hakushikilia maisha yake ya zamani. Alikubali kubadilika. Kutoka mtesi akawa mtume mkuu wa mataifa. Kutoka adui wa kanisa akawa mmoja wa wajenzi wake wakuu. Hii ndiyo habari njema ya sherehe ya leo. Mungu hawachagui watu kwa sababu hawajawahi kukosea. Anawachagua wale wanaokubali kubadilishwa. Kanisa halijengwi na watu wanaodai kuwa hawana dosari, bali na watu wanaomruhusu Kristo abadili mioyo yao kila siku. Hata leo tunaweza kusema, mimi sifai, nina makosa mengi, nimeshindwa mara nyingi, lakini Petro na Paulo wanatuambia usikatae wito wa Mungu kwa sababu ya historia yako. Kubali tu kubadilishwa. Mungu anaweza kutumia hata maisha yaliyojeruhiwa kuwa baraka kwa wengine. Pengine ndiyo maana Yesu alimchagua Petro aliyemkana na Paulo aliyelitesa kanisa. Alitaka kila kizazi kijue kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi zetu na kwamba hakuna maisha ambayo hayawezi kubadilishwa. Leo basi tusiogope udhaifu wetu, tuogope tu kukataa kubadilika, kwa sababu mtu anayekubali kubadilishwa na Kristo anaweza kuwa jiwe la kulijenga kanisa, hata kama jana alikuwa dhaifu au mwenye dhambi. Kwa maombezi ya watakatifu Petro na Paulo, tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo atupe unyenyekevu wa kutambua mapungufu yetu, ujasiri wa kutubu na utayari wa kuruhusu neema yake itubadilishe, ili nasi tuwe sehemu ya ujenzi wa kanisa lake, si kwa ukamilifu wetu, bali kwa mioyo inayomtii na kubadilishwa naye. Kubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.